Kitu cha kushangaza kikajitokeza na moja kwa moja kilikuwa kinamlenga Captain Ibrahim Traore. Sio tu Captain Ibrahim Traore lakini pia future ya Burkina Faso. Na watunga sheria wa Marekani wakagundua jambo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Pesa za misaada zilikuwa kwa siri zinawafadhili makundi ya magaidi. Na kwa wote wanaoelewa siasa za kimataifa, ili si jambo la kushangaza. Kwa sababu mataifa ya magharibi yamekuwa na historia ndefu kwa ajili ya kusababisha kutokuwa na utulivu kwenye mataifa ya Afrika. Haswa pale wanapolinda maslahi yao. Na sasa Ibrahim Traore anajikuta akiwa katikati ya dhoruba. Wiki kadhaa zilizopita kuna jambo lilitokea lililoishangaza Burkina Faso. Mpelelezi kutoka nje alikamatwa akiwa na mabilioni ya fedha hizi za Afrika Magharibi, akijaribu kuwanunua askari ili wamsaliti Ibrahim Traore. Hili halikuwa tu kuhusiana na pesa. Lilikuwa ni shambulio la moja kwa moja katika uaminifu, uhuru na roho ya kupinga kile ambacho Ibrahim Traore anakiwakilisha. Jibu katika hili yalikuwa wazi tu. Je, watasimama na Captain Ibrahim Traore ama watamuuza kwa watu wa magharibi? Endelea kufuatilia, kwa sababu ambacho kingetokea baada ya hapo kingeweza kubadilisha kabisa hatma ya Afrika. Katika mojawapo ya mahojiano ya Captain Ibrahim Traore alifunua wazi namna anavyodili na masuala kama haya. Vikosi vya kijeshi waliojifunzia Ufaransa tayari wamewasiliana na Wafaransa na wako tayari sasa kwa ajili ya mpango waliouandaa. Na walisimama mwaka 2022, Traore aliongea. Mafunzo ya askari hawa hayakulenga kuitumikia Afrika ila kulinda maslahi ya Wafaransa. Na kuna maafisa wengi sana katika mataifa ya Afrika Magharibi. Jaribu kufikiria, hii ndio tabia ya Ufaransa. Askari wanachukuliwa wanapelekwa Ufaransa kwenda kujifunza, alafu baadaye wanarudishwa Afrika. Hilo linaonekana ni kama ni bahati nasibu kwenda Ufaransa. Lakini hilo kwa Traore linamaanisha kuwa ni kupanda mbegu kwa ajili ya kuidhibiti Afrika. Kwa sababu baada ya kurudi nyumbani, askari hao wanageuka kuwa vyombo vya Mfaransa. Hawa walikuwa ni watu wa kwanza kabisa ambao Ufaransa waliwasiliana nao wakati Traore alipopindua nchi. Kwa vyovyote vile mambo hayakuenda kama walivyotarajia. Sasa angalia, kuna kitu ambacho kilikuwa kinatokea ndani ya Burkina Faso wiki chache tu. Kulikuwa na mpango wa siri uliokuwa unamhusisha spy kutoka nje ya Burkina Faso. Na huyu mpelelezi alikuwa na kiasi cha CFA franc bilioni 5. Naam, umenisikia vizuri, bilioni 5 CFA franc kwa ajili ya kuliangusha taifa. Na huyu jamaa alidhani kuwa angewapata watu wachache wa kuchukua ile pesa, hususan ni wale waliopata mafunzo nchini Ufaransa. Kuwa hawa wangekuwa wako tayari kuchukua pesa na kuliuza taifa lao. Acha tuseme hivi, kama hilo ndilo lilikuwa lengo lake, basi hiyo haikufanya kazi. Ni nini kilichotokea sasa? Yote yalianzia pale ambapo huyu jamaa alitua katika uwanja wa ndege wa Ouagadougou. Alikuja kama mfanyabiashara tu wa kawaida ambaye ametokea huko Ufaransa, akiwa anaongelea zaidi kuhusiana na ushirikiano wa kibiashara, lakini pamoja na fursa pia. Hakuwa na wazo la kujenga chochote, sio hospitali, sio shule, sio duka. Vyovyote alichokuwa amekibeba kwenye mabegi yake ni pesa nyingi, CFA franc bilioni 5. Hakuna ambaye angetakiwa kunufaika na hizo pesa. Alikuwa hana cha kufanyia, sio kujenga barabara, sio maji, sio umeme, hakuna chochote. Zilikuwa ni kwa ajili ya kuliharibu taifa, kuwabadilisha waaminifu kuwa wasaliti. Na kwa kufanya hivyo angekuwa ameliangusha taifa la Burkina Faso. Ni nini alichokuwa anajaribu kukikamilisha huyu bwana? Na je, alikuwa ni nani? Wafaransa walimtuma mtu ndani ya taifa la Burkina Faso ili aweze kuwatongoza watu walio waaminifu na kwenda kinyume na Captain Ibrahim Traore. Ndiyo, na jamaa alikuwa amejiandaa vizuri. Amekuja na mabegi yake yamejaa CFA franc bilioni 5. Wazo likiwa ni kuwanunua waaminifu waende kinyume na Captain Ibrahim Traore.
Ilikuwa rahisi hivyo tu, kama unavyojua pesa ni kila kitu. Waswahili wakasema pesa mwana haramu. Kwa vyovyote vile, lakini mpango wake haukwenda kama alivyopanga. Pale tu alipoanza kuzungumza na maaskari, kila kitu kiliharibika. Kwa sababu askari aliowafuata hawakuwa tu askari wa kawaida. Hawa walikuwa ni wazalendo na watu wanaomsapoti kwa 100% Ibrahim Traore. Na pia walikuwa hawaendi kuiuza nchi yao. Haijalishi ni kiasi cha pesa ngapi zilikuwa mezani zikiwasubiri. Kwa vyovyote vile hawakusema tu hapana na kuondoka. Hawa askari walikuwa na akili nyingi sana. Badala tu ya kuzikataa zile fedha, ila wao wakaonyesha kama wamezikubali, huku wakimchezea mchezo, wakimwambia hebu ngoja tufikirie ni namna gani ya kufanya hiki unachokihitaji. Na walifanya hivi kwa sababu walitaka kujua zaidi. Na pia wakapata mawazo kuwa huyu mtu hafanyi kazi peke yake, lazima kuna watu nyuma yake. Baada ya hapo, kamati ya ulinzi ya taifa la Burkina Faso ikahusishwa katika hili. Na polepole na wao wakaanza kuandaa mpango. Jaribu kufikiria, ni kama vile filamu ya kipelelezi. Na askari wakawa wako kama kawaida tu kwa wiki kadhaa. Na sasa hivi ndivyo ilivyoanza, wakati ambapo mkutano wa mwisho ukawa umewekwa kwenye ratiba. Na huyu mpelelezi kutoka Ufaransa akawa anajua bado mpango wake uko sawa kabisa, akipanga kuonana na hawa askari. Lakini wakati huu basi mkutano utakuwa ni official, kwamba angewakabidhi hizo CFA franc bilioni 5 basi na kazi ianze. Na hizi pesa hazikuwa tu ni rushwa, bali ilikuwa ni kitu kikubwa zaidi, yani mapinduzi. Jambo la kwanza, zilikusudiwa kumuweka Ibrahim Traore nje ya madaraka, kuingiza nchi kwenye machafuko na kuruhusu watu kutoka nje basi waingie kuidhibiti nchi. Lakini kama ujuavyo, kiongozi wa Burkina Faso yukogo mbele ya wakati kila mara, kwa sababu naye alikuwa ameandaa mpango madhubuti na maalumu wa kumuwinda huyu panya wake. Wakati mkutano unataka kuanza, tayari timu ya ulinzi ya Burkina Faso ikavamia ule mkutano na wakamchukua huyu bwana asivyotarajia. Hakujua ni nini kilichokuwa kinaendelea hapo. Mabegi yake yakiwa yamejaa CFA francs bilioni 5 yote yakaporwa, yakachukuliwa. Lakini huu kawa ndio mwanzo wa uchunguzi na kuingia ndani kujua nguvu iliyoko nyuma ya operation hii. Nani alimtuma na ni nani anahusika? Na jambo la msingi zaidi, je, mpango mkubwa ulikuwa ni nini? Kwa sababu hii haikuwa tu kwa ajili ya taifa la Burkina Faso, lakini jambo la msingi zaidi ilikuwa ni kuleta machafuko pia kwenye ukanda wa Sahel. Sasa, wakati ambapo habari zikatangaza kuhusiana na kushindwa kwa mpango wa kuipindua serikali ya Burkina Faso, nchi nzima wakaelewa. Burkina Faso walikuwa wanatuma ujumbe, hakuna kiasi chochote cha pesa au mtu yeyote kutoka nje anayeweza akaliharibu taifa la Burkina Faso. Na Kapteni Ibrahim Traore hakupoteza muda kulihutubia taifa, akiwasifu maaskari ambao wamejitoa muhanga kulitetea taifa. Hii haikuwa ni kwa ajili ya mtu mmoja, ilikuwa ni kwa ajili ya taifa zima la Burkina Faso, kuwa halitawahi kamwe kuuza uhuru wake kwa sababu ya rushwa au watu kutoka nje na ajenda zozote ambazo ni za siri, ambazo zinajaribu kuharibu misingi ya taifa la Burkina Faso. Badala ya jeshi kwenda kinyume na Ibrahim Traore, matokeo yake wamemsapoti yeye na aendelee na kazi. Na askari wamesimama imara nyuma ya Ibrahim Traore. Na watu walishangilia sana baada ya kuona ujasiri wa askari wao. Lakini swali lilibaki, je, muhusika wa haya mapinduzi ni nani? Kwa sababu kusema ukweli, huyu bwana alikuwa hafanyi kazi peke yake. Huyu alikuwa ni mjumbe, mtu aliyetumwa na watu wenye maslahi makubwa na Burkina Faso. Kwa sababu Burkina Faso inaweza isiwe ni nchi tajiri kwa pesa hivi mkononi, lakini linapokuja swala la rasilimali, Burkina Faso imekaa juu ya dhahabu, madini ya manganese, uranium, almasi na phosphate ambayo imelala juu ya udongo wa Burkina Faso. Na historia inaonyesha
Mataifa ya Afrika yanapoanza kujitegemea kwa rasilimali walizonazo, mataifa ya magharibi huwa hawawi na furaha na hilo. Na kwa sasa mapinduzi haya sio mapinduzi tu ya kawaida, ila ni mapinduzi makubwa zaidi, kwa sababu taifa linaondokana na kutegemea mataifa mengine ya nje, likitegemea rasilimali zake lenyewe. Na waliyemkamata akawa anashukiwa kuwa huyu ana muunganiko wa moja kwa moja na mataifa ya magharibi, ambayo operesheni zake wanazifanya katika nchi ya jirani. Na huyu mpelelezi hakuwa anafanya kazi peke yake, lazima alikuwa na washirika wenye nguvu. Kuna watu wanaojaribu kuifanya Burkina Faso isijitegemee, iendelee kubaki katika umasikini wa kutupwa. Hapa ndipo jambo la ajabu lilipokuja kutokea, kwa sababu mpango ulikuwa ni mkubwa zaidi ya kuwahonga askari. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuharibu uhuru wa taifa la Burkina Faso na kuhakikisha taifa linaendelea kubaki chini ya uangalizi wa Ufaransa. Kwa sababu kama Burkina Faso ingeanguka, manake ingetuma ujumbe kwa mataifa mengine ya Afrika Magharibi, na ingewarahisishia sana watu wanaotoka nje kuja kuingia kwenye mataifa haya na kuanza kuyakontrol. Burkina Faso walianza kujitoa kwenye makucha ya wakoloni chini ya kiongozi mahiri na makini, simba wa Afrika, Ibrahim Traore. Na katika hili kumbuka, Ibrahim Traore ameongea wazi kuwa rasilimali za Burkina Faso ni kwa ajili ya kuwanufaisha raia wa Burkina Faso, sio mashirika kutoka nje na sio nchi zilizojificha kwa hawa vibaraka wao wanaowateua. Na wakati huo huo, kwa muda mfupi akaanza kufanya mabadiliko ya mikataba na mashirika ya nje haya na kuanza kutengeneza viwanda vya dhahabu Burkina Faso na kuweka maslahi ya taifa kuwa ya kwanza, jambo ambalo halijawahi kutokea kwa viongozi waliopita ambao walikuwa wananufaika na uwizi wa rasilimali za Burkina Faso. Kwao hawa, uhuru wa Burkina Faso ulikuwa ni mbaya kwao, kwa sababu wataporomoka kiuchumi, watafilisika. Na mapinduzi haya ya kutaka kumpindua Ibrahim Traore yalikuwa hayahusiani na demokrasia wala haki za binadamu, ila ilikuwa ni kuifanya Burkina Faso iwe dhaifu kiasi cha kuweza kuiendesha, kuidhibiti, yani kuikontrol, kuhakikisha kuwa faida yote inabaki mikononi mwa wale ambao wamekuwa wakiendesha hii nchi. Kwa vyovyote, shukrani ziwaendee sana jeshi la Burkina Faso ambao walikuwa waaminifu, hawakukubali kuhongwa. Na mapinduzi yakashtukiwa na kuzimwa kwa haraka kabla hayajaleta madhara yoyote yale. Sasa kama unazingatia tangu Ibrahim Traore kuingia madarakani, utagundua kuwa mapinduzi haya hayakuwa na maana yoyote ya kuweza kumuondoa kutoka kwenye ofisi yake ya uraisi. Amekwepa majaribio ya kupinduliwa na kuuawa kama 48 tangu alipoingia madarakani. Na hilo linaleta maswali. Je, itachukua muda gani wa jaribio hili kuzimwa kabla lingine halijapangwa la kutaka kumpindua? Hii sio siri tena kuwa Ibrahim Traore ndiye mtu anayetafutwa sana kati ya viongozi wa Afrika kwa wakati huu tunaoishi. Na jambo la kushangaza, mapinduzi haya sio kuwa yanapangwa tu na watu kutoka nje. Majaribio mengine yanawahusisha kabisa watu wa Burkina Faso, kwa sababu na wao pia wanamuona Ibrahim Traore kama ni tishio kwa maslahi yao. Si walikuwa wezi, majambazi na wala rushwa hawa? Traore haya yote ameyapiga marufuku. Tangu Ibrahim Traore ameingia madarakani mwaka 2022 mwezi wa 9, amekwepa majaribio ya kuuawa kama 18 hivi na kupinduliwa mengi sana. Yaani hii ni ndani ya miaka miwili tu, jambo ambalo inakuwa ni hatari na ni mtu anayetafutwa kuliko kiongozi yeyote wa Afrika. Jaribio la kwanza lilikuja miezi miwili tu baada ya kumpindua Henry Sandaogo Damiba, aliyekuwa ndiye kiongozi wa mpito wa Burkina Faso, aliyedumu kwa miezi 8 tu tangu naye alipompindua Christian Kabore, raisi wa Burkina Faso. Na jaribio hili Damiba alikuwa nyuma yake. Ndiyo, mtu aliyemuondoa Ibrahim Traore sasa amerudi, na sasa hajarudi na maneno matupu, ila amerudi na mpango kamili wa kumpindua. Na jaribio la kwanza Ibrahim Traore hakupigana, ila aliwaonya watu kulingana na kupewa rushwa kwa ajili ya kumuondoa yeye madarakani, wangekuwa wanaangusha taifa la Burkina Faso.
Na kwa wakati huo kauli hiyo ilionekana kupooza mambo. Ni mpaka mwezi wa 9 2023 wakati ambapo jaribio la pili lilitokea. Na hili la pili Traore hakuongea tu hotuba, ila kaamua kuchukua hatua. Akaanza operesheni ya kuwasaka wahuni, na haikuchukua muda mrefu akawapata wasaliti. Askari 3 walikamatwa na wao wakawa ndio watuhumiwa wa mipango hii. Na baada ya hapo mapinduzi yakawa yanatoka kila mahali, yani kukawa huku pande ule na huku. Na baada ya hapo kumekuwa na majaribio mengi ya mapinduzi ambayo lengo lake ni kumuua Captain Ibrahim Traore au kumpindua na kumuondoa madarakani. Na hapa ndipo tunapoongelea jaribio la mwishoni kabisa hivi, ambalo kwa mujibu wa kamanda Ibrahim Traore ni kuwa jaribio hili lilikuwa na watu kutoka Burkina Faso ambao wana uhusiano wa moja kwa moja na Ufaransa, lakini wakifanyia kazi zao katika taifa jirani la Cote d'Ivoire, lakini wengine wakitokea Nigeria na wengine wakiwa wako Ghana. Hivi ndivyo ambavyo Ibrahim Traore amekuwa akikwepa haya majaribio. Tunamuombea, endelea kumuombea, na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Asanteni.